Sheikh Sharifu Firdaus hapa katika kituo cha Firdaus Dua Center ambako ni Jumapili ya kwanza ya 2026. Kama unavyoona watu wamejaa, watu wameitikia dua. Sheikh Sharifu Firdaus, watu wameitika kwenye dua. Naam, alhamdulillah rabbil alamin. Kwanza kabisa namshukuru Mwenyezi Mungu Jalla Jalal. Hii ni fadhila yake Mwenyezi Mungu. Hakika sisi si wafanyaji. Sisi watu wa Tarikatul Qadiriyya tunaamini kwamba hakika ya Mwenyezi Mungu ni mweza wa kila jambo. Hasa Mwenyezi Mungu atujalie katika kazi hii ya kuombea watu kwa kile kidogo tunachokifahamu, asitutie ria, asitutie majigambo, asitutie kibri, asitutie ujeuri. Hawa unawaona maelfu na mamia ya watu ambao wako hapa. Hii ni awamu ya 5. Jumapili tunamfanya dua kwa awamu ya 5. Toka awamu ya kwanza sababu sehemu ni ndogo. Watu ni wengi, watu wanatoka nje ya Dar es Salaam, wako waliotoka Zanzibar, waliotoka sehemu mbalimbali, watu wamekuja kwa ajili ya dua, kwa ajili ya kumdhukuru Allahu Jalla Jalal. Kwa hiyo alhamdulillah, karibuni. Na hivi niko mbio sababu naona dua zinaendelea kule. Naam. Inasemwa sio rahisi sana kuteka maelfu ya mioyo ya watu kuja kwako kupata dua na dawa. Kipi ambacho tunajivunia nao katika kazi hii ya dawa? Tunasema salatu nari ya 7. Tunasema kwamba watu wanakuja hapa kwa ajili ya dua. Kama tunavyosema, sisi ni sababu. Sisi ni sababu. Mfanyaji ni Allah Jalla Jalal. Nakwambia mimi si chochote wala si lolote. Mimi Allah Akbar, nakwambia tena, si chochote wala si lolote. Mimi ni sababu. Hapa mkononi kwangu nimeshikua maji. Haya maji haijatoka nje wala wapi. Haya ni maji ya aina 7. Iko tu Zamzam ambao ndio umetoka nje. Lakini kuna maji ya bomba lile pale tumechota pale. Hii langu unayoiona ni rangi ya zafarani ya njano. Ndio tumeandika makombe na mkunazi. Na maji haya pia hayatibu. Dawa zangu zote hazitibu. Ila dawa zangu zinatibu kwa idhini ya nani? Ya Allah Jalla Jalal. Mwenyezi Mungu ndiye mfanya. Sisi ni sababu. Ukimtegemea Mwenyezi Mungu, jambo lote linakuwa linafanya. Na wanasema na anemtegemea Mwenyezi Mungu basi yeye ni tosha yake. Sheikh Sharifu Firdaus, tumekuwa tukikutana na maneno mengi sana. Vitu vingi vimeelekezwa kwako, ni kwamba hauna hata dua ya kutibu sisimizi, hauna hata dua ya kutibu yai. Umemsikia Tazgenius, King of Medicine. Ndugu zangu mnaonitazama, najua hapa natazama na wasomi, natazama sasa na nyinyi Rich Media. Jamani, jitahidini, chombo chenu kinafuatiliwa sana. Haya, mtu kweli aje aseme au na hata dua ya kumtibu sisimizi atibiwe, anauma nini? Siye ni sababu ya kuatibu, si kutibu sisimizi. Huyo bwana kama yuko na dawa na tiba ya kutibu sisimizi, Mungu amjalie, aliyopewa kapewa. Mimi nina kitu kinaitwa ku appreciate. Kama anatibu sisimizi vizuri, mimi sina kumtibu sisimizi, hiyo dua mimi sina. Ndio kisha watu wanauma, tuache kushughulika na watu, tushughulike na sisimizi. Ala. Sheikh Sharifu, unapokutana na comment na maneno kama hao, huwa anakukata kwa namna gani katika kazi yako ya dawa? Tunasema lao kusema kungelikuwa ni dhahabu, basi kunyamaza ni pesa. Chukua hiyo kila siku nakwambieni. Si kila mtu atakupenda Sheikh. Na ili uamini katika kazi yako umekubalika, lazima upondwe, usemwe, hajui kusoma, hajui kuomba dua. Mimi sisomi dua, mimi naomba dua. Kwa nini kumekuwa na utitiri wa watu kuja katika kituo cha Firdaus Center? Na kwa nini kuna utitiri wa watu kueleza chuki zao za wazi kwako wewe? Ni kwamba mtu mwenye matunda ndio anapigwa mawe? Hasidi ana sababu. Hasidi ana sababu. Sisi hatupo kwa ajili ya kujitamba kufanya nini. Tunafanya kazi. Wewe uangalie umati huu. Rich Media, hebu waoneshe watu. Wacha labda mtu mwingine anaweza, njoo mtazamaji wa Rich. Mtu mwingine anaweza kuambia kwamba hii ni editing, hapo keti hapo. Mtu mwingine anaweza kuambia hapa ni editing. Hapa ndo dua, watu ndo wanaondoka. Baada ya hawa tunasema dua jingine linaendelea. Wewe angalia huu umati. Twende mtazamaji wa Rich Media. Huku ni bwana, sisi anatupata. Huku tunaendelea kuongea. Leo umekuja kwangu. Leo nimekuja kwako hapa Zawia. Jalla Jalalu amin. Jalla Jalalu amin. Allah Jalla Jalalu amin. Jalla Jalalu amin. Tunaomba tupite kidogo. Tunaomba kupita. Inshallah, kama unavyoona ndugu yangu, ndugu mtazamaji, kama unavyoona ndugu yangu, watu wameitika na alhamdulillah. Naam.
na watu wanaonesha kabisa kwamba Firdaus Dua Center ni kama kitu ambacho kimekuwa kikiwapa uponyaji kwa izni ya Mola mtukufu. Hii kwako imekuwa kama neema. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu. Alhamdulillah. Mwenyezi Mungu ni wa kushukuriwa, sababu yeye ni mweza wa kila jambo. Alhamdulillah. Na hapa watu mfanyaji ni Allah, sisi ni sababu. Alhamdulillah. Naam. Sasa unapokutana na mtu ambaye anajinasibu kwamba anatumia mizimu kwenye kutibu, huku wewe ukimtegemea Allah Subhanahu wa Ta'ala, mtu huyu unamchukulia vipi? Mtu shekhe kama ameumbiwa kusema hasemwi shekhe. Mtu akisema na kataza kusema aseme shekhe. Na katika kauli zake anasema kwamba amekuzidi paka dhambi. Allah. Lechi media nakwambieni jamani, wafateni watu basi wakuulizeni basi, mtu akwambie kweli, mtu ujisifu. Si tunahangaika kuitafuta pepo shekhe. Tunahangaika kuitafuta pepo. Wewe unasema kwamba unatuzidi watu dhambi. Hapana, usifanye hivyo kaka yangu. Kwa nini atamke vile? Hapana, hawa ukiwa na matamanio ndio kujisahau. Kakaangu, kuna maisha baada ya maisha haya. There is another life after this life. Kuna maisha baada ya maisha haya. Mauti hapo ndugu zangu. Tusijifakhalishe. Na ameweka dau kama uliona katika interview yake kwamba anaenda kwa milioni 10 au nyumba milioni 100 kama ukiweka dua kuvunja yai. Ndio kushavunja yai inakuwaje shekhi? Halafu huyo mtu kamwambieni, muulizeni tujue yeye ni dini gani. Amesema eti anapaswa kuulizwa na waumini wake. Hapana, kama muulizeni dini gani. Yaani ndio kusoma dua yeye likavunjika. Ndio nini? Tuwatibia watu wana pressure shekhi. Watu wana makansa, watu wamerogwa, watu wa ndoa hazina masikilizano, watu wamefanywa uchawi. Kwa sisi tunafanya juhudi za kuwatibu. Alhamdulillah. Naam. Sheikh Firdaus, hii imekuwa ikikuasili kwa watu wanaokuamini kwenye dua kwa kiasi gani? Kwa maana amesikika akisema kwamba akikuita, akikutuhumu kwamba ni shehe taperi, shehe ambaye huna dua zaidi ya kujua Kiarabu. Kwako tuma hizi zimekuwa zikikuasili kwa namna gani? Haziniathiri Sheikh. Lau kusema kungelikuwa ni pesa basi kunyamaza ni dhahabu. Nilimuuliza kwamba ushaikuwa na ugomvi na Sheikh Firdaus, akasema hapana. Sasa kwa nini ni wewe zidi ya yeye? Mimi sigombani na wachawi. Mimi sigombani na mtu. Sina desturi. Sisi watu wa Kadiria si watu wa magomvi. Sisi tumepata bahati ya kulelewa Sheikh. Tumefundishwa akhlaq, tabia, si watu wa kuropokwa. Sisi mimi nagombana na wachawi. Napambana na mahasi, napambana na watu wabaya Sheikh. Ukimwona mtu ananichukia, yeye ana la kwake Sheikh. Hajakutisha aliposema kwamba atachukua nyota yako? Sheikh, sisi si watu wa kusema. Sisi watu wa Kadiria, ukimwona mtu wa muridi yoyote anaongea, huyo si mimi, ni mtu wa muridi. Kwa maana amejitanabaisha kwamba watu wote walioingia kwenye kugombana nao basi leo hii wamerudi chini na kuzibeba nyota zao. Kumbe yeye anagombana. Mimi sigombani Sheikh. Mimi sigombani kabisa. Ukipata nafasi ya kumshauri unamwambia nini King of Medicine? Aendelee kufanya dawa, aendelee kuwasaidia watu kama anawasaidia watu. Lakini pia ajue maneno yanabaki katika jamii. Watu wanatunza hizi kumbukumbu. Leo ukija mbele ya watu ukasema mimi namzidi mtu fulani mpaka madhambi, itakuwa ni mtihani maneno haya. Wanasema Mwenyezi Mungu akitaka kukuangusha kwanza anakupa kibri na fahari. Tuliona kwa Firauni na jeshi lake, tukaja tukaona kwa baadhi ya watu kina Abu Jahal, pengine tunaweza kukiona iko kwa King of Medicine Taz Genius. Mwenyezi Mungu, sisi ni kuwaombea watu dua, Mwenyezi Mungu awaongoze. Usimkatie mtu, usimkatie tamaa mtu anayepumua, wenda akatubu Sheikh. Kwa hiyo kibri ni vazi la shetani barisi laanatullah. Kibri si zuri. Mwenyezi Mungu anasema kwamba hawaongozi watu mafakiri. Pengine mtu ambaye ameingia kwenye ufakiri kwa kupenda, vipi mtu kama huyo ataongozwa na Mwenyezi Mungu kama mwenyewe amekataa njia ya haki ambayo ni wazi? Na Allah mwenyewe ndo anasema haiongozi nafsi ya mtu ila yeye awe tayari kuongoka. Kwa hiyo ni kupambana juhudi bwana, tupambane juhudi inshallah. Bwana, kwa umati huu ambao tumeshuhudia katika Jumapili ya leo na hivi watu wakitangazwa pia Jumapili yao kutakuwa na dua. Watu wategemee nini kutoka kwa Firdaus? Mazuri inshallah. Wewe endelea kuongea na waumini wote hawa, tafuta hata wanaume wakina baba wakina mama zaidi ya 30 waoji kuhusiana na dua ya leo imeendaje. Dua ya leo waulize dua ya leo imeendaje, watakwambia. Bwana, hapa ni katika kituo ambacho watu wametoka kufanya dua hapa Zawiya tu kwa Sheikh Firdaus, wakitoka kupata maombi na dua mbalimbali, ambao wengi wakipata dua ya uponyaji.
Allah barakatu. Bwana, ndio mmetoka kwenye dua. Dua leo ilikuwa ni fahari kwako kuhudhuria kwa kiasi gani? Kiasi kikubwa tu. Kwa maana tangu uje kwa Sheikh Firdaus mambo yako yamebadilika kwa kiasi gani? Yamebadilika sana. Na unawaambia nini ambao hawajafika hapa katika Firdaus Dua Center? Naambia afike, watapata mawaidha na watapata uzima. Bwana, shukrani sana. Kwa uwezo wa Mungu. Haya, asante. Karibu. Haya. Bwana, asalamu alaykum. Alaikum salamu wa rahmatullahi wa barakatuh. Bwana, dua imetamatika. Ndio. Ilikuwa ni siku nzuri kiasi gani katika kituo cha dua cha Firdaus Center? Namshukuru Allah alivyowezesha, alhamdulillah. Unamwambia nini ambaye bado hajafika hapa? Namwambia yule ambaye hajafika hapa afike, Mungu amlete, na wale waliofika leo waendelee kutuleta kila siku, Mwenyezi Mungu. Bwana, shukrani sana. Mashaallah. Amin. Wahi wa barakatu. Jambo? Sijambo, shikamoo. Marahaba. Mkeo wa jambo? Bado. Inshallah Mungu atakujalia. Bwana, dua ndio imetamatika hapa katika kituo cha Firdaus Dua Center. Kwako imekuwa ni fahari kiasi gani kuhudhuria dua hii? Fahari yake kwanza, Waislamu tunapata mafunzo ya Kiislamu, uliokuwa ulijui utalijua atapokuambia, kwa sababu yeye kasoma. Shekhe anataka kusoma kwako ya kufaa kuliko yeye. La pili, wenye matatizo madogo makubwa wanafanikiwa, wasiozaa wanazaa, wenye matatizo wananufaika. Kwa hilo peke yake tunamshukuru Mwenyezi Mungu, na yeye tunamwombea dua usiku na mchana, azidi kujaliwa na azidi Mwenyezi Mungu kumpa burhani. Unamwambia nini ambaye bado hajafika hapa kwa Firdaus? Sio kwa hajafika, namshawishi maneno, unaende twende kule, utapata dua, utakaa vizuri. Kama ufanye biashara utafanya, kama utachukua, utapewa mchawi, sangine sio mchawi, ukenda kule unafanikiwa. Bwana, tukushukuru sana na uwe na wasaa mwema. Mimi inshallah, na mimi nakuombeeni dua, na shehe wangu namwombea dua maradufu. Amin. Azidi kujaliwa na wengine tuzidi kujaliwa na maradhi. Assalamu alaykum. Wa alaykum salaam. Mbona kinyonge sana? Naomba nichukue vitu vyangu jamani. Mbona kinyonge sana? Bwana, mmetoka kwenye dua. Kwa kweli ni fahari kiasi gani kuhudhuria dua hii? Kwa kweli kwa dua fahari, nimefurahi sana na nimeburudika nayo. Mwenyezi Mungu amfanyie pesa Firdaus, Mungu azidi ampe maisha marefu. Unamwambia nini ambaye bado hajafika? Ambaye bado hajafika hapo unamwambia? Namwambia ajitahidi na yeye aje kongamano kwenye dua. Bwana, tukushukuru sana na uwe na wasaa mwema. Sawa.